Mama, kwani unanieleza hivi sasa? Linda. Mama yako yuko wapi? Mama. Ameenda wapi? Sijui. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Please try again later. Number. Samahani. Simu ya mteja unayempigia haipatikani. Habari yako? Salama shemeji. Karibu. Asante. Wangu alikuaga labda anaenda wapi? Na mara nyingi huaga anaendaga wapi kwa? Hapana, kwa sababu mkeo hana tabia ya kutoka toka. Na sidhani kama ana rafiki hapa mtaani wa kumtembelea.
sababu sijawahi kumuona. Umpigie simu? Simu nimempigia, lakini hicho nishangaza, nimeona anaita huyu. Sijui ni mawenge yangu. Lakini baada ya muda nao nikaona haipatikani. Sasa mimi nimekuja na kikapu pale ambacho kina mahitaji. Nilitaka nimwachie ili mimi nirudi kazini. Labda itakuwa imezima chaji, itakuwa imeisha chaji na imezima. Sasa nikuomba nakuomba kitu kimoja basi, nikukabidhi wewe iko kile kikapu, yani yale mahitaji pamoja na mwanangu Linda uwe naye ili akija mpigie. Sawa. Una shida. Asante. Linda mwanangu. Asante. Sawa. Vipi? Wema? Wema. Sio kweli. Sura yako imeusaliti mdomo. Imeshindwa kuficha ukweli. Hebu niambie ukweli. Kuna tatizo gani? Na bonge la msala ndugu yangu. Msala? Bonge la msala? Samahani, simu ya mteja unayempigia haipatikani.
Kweli ile bonge la msala. Wewe umepanga kufanya nini? Sijui. Yaani hata sielewi. Hiyo una uhakika hakuna mtu yote aliyejua kama uko ndani? Hamna. Hakuna anayejua. Najua utakuwa kuna vitu umefikiria namna ya kufanya ili kujinasua katika hili. Kitu gani umefikiria? Sawa. Subirie pale. Sawa sawa. Amani? Bado hajarudi? Bado. Hebu niambie ukweli. Huwa ana kawaida hii ya kutoka bila kutoa taarifa hapa? Hapana. Hata kwangu mimi hii ni mara ya kwanza. Kama nilivyokuambia, mke wako hana kabisa tabia ya kutoka toka. Na ikitokea ana mahitaji yoyote huwa ananiagiza mimi. Au kajifungia ndani kakuta na changamoto? Inawezekana, kwa sababu hata kama anataka kutoka ni lazima anipe taarifa. Wewe nivunje mlango. Sasa Hansi, Hansi. Mke wangu ametoweka nyumbani muda mrefu. Sasa sijui labda unajua alipoenda au labda alikuaga. Hapana, mimi sijui chochote na sijamwona. Bwana Sadala, nimekufuata ili uende ukanivunjie mlango. vunja mlango? Ndio. Kwa sababu kuna muda nimepiga simu nikasikia inaita. Sasa pengine amekutwa na changamoto ndani. Sawa. Sasa bwana Hansi, naomba nitazamia. Kwa hiyo kama kitatokea chochote wasiliana. Sawa, haina shida.
Dada Neli. Mambo Sonia. Poa, karibu. Asante. Mzima wewe? Mimi mzima. Za siku. Nzuri, karibu. Asante. Hivi, Hamsi ametoka muda mrefu? Hansi kuna muda nilimuona ila alivyotoweka sasa ndo sijui. Kwani umempigia simu? Nimempigia hata patikani. Hansi anajua kama unakuja leo? No. Nilitaka nimsurprise. Pole. Basi karibu ndani kwangu upumzike. Sawa. Vipi? Mbona kama anavunja mlango? Ampatiza funguo? Hapana, mkewe ametoka na kwenye simu hapatikani. Kwa ameona avunje mlango ili aone kama yuko ndani labda. Vipi? Hayupo. Sasa tunafanyaje? Hata sijui kwa kweli. Jamani, mimi narudi kazini kwangu. Haina shida, asante sana bwana sana. Sawa, basi ikipatikana funguo utanishtua kwa ajili ya kuja kuweka sawa. Haina shida. Mimi ninachokiona hapa, wacha nikatoe taarifa polisi. Wewe endelea kuniangalizia na kubaki na mwanangu. Lakini kutoa taarifa polisi si mpaka masaa 24. Hiyo inategemea na tukio limetokea kwa namna gani, au limetokeaje, au huyo mtu amepoteaje. Na hiyo ya masaa 24 sio ya kutoa taarifa, ni wao kuanza uchunguzi. Endelea kuwa na mwanangu. Sawa, hamna shida.
Vipi? Kulikoni? Kaka, dili limekuadilisha, yaani mchongo mchongoma. Unamaanisha nini? Yaani watu wa pwani wanakuambia dindi limeingia nyenga, na watu wa bara wanakuambia bwawa limeingia rumba. Unanichanganya. Wewe niambie nini kinaendelea? Chanel iko nyumbani kwako na Sonia wanakusubiri. Du. Sasa inawezekanaje sasa? Hivyo hata sijui itafanya. Chanel, hebu ingia ndani tulale. Unajua wanaume safari zao hazitabiliki, hasa wao wasioishi na familia. Mwanaume anaweza akaunganisha safari asirudi nyumbani kwake hata kwa siku kadhaa. Nadhani kama naweza kupata. Utapata, na hata kama usipopata ni heri usubirie ndani kuliko hapa nje. Saizi hebu angalia, kuna baridi, mbu, usiku wenyewe saizi ushakuwa mkubwa. Hebu twende ndani. Hivi kwa mfano tukakuta Chanel hajalala bado, anasubiri pale nje, unafanyaje? Utajua cha kufanya, alafu acha kuwaza kushindwa, sababu wahenga wanasema aliwazalo mjinga ndio linalomtokea. Na hapo tuombee Mungu kute amelala. Kumwombea Mungu halale na apikiwe na usingizi mzito kwelikweli ni madebe, manake ndo mtu hatari zaidi wa kumhofia. Leta nani? Tani chimbe.
hapa. Sawa. Na tukamfukia. Sawa sawa. Hans, umerudi? Sasa hapa inabidi tusubiri mpaka walale. Maana asubuhi sitatukutia hapa hapo. Hapa tupotoa mwili. Nasta kama umeme. Hata wakikuona utajifanya. Nao. Dogo. Ili hata kama. Nao. Lakini utafu. Sawa. Tunafanyaje sasa? Ama Demi na Isa ingia ndani wale. Yes.
Vipi binti, kwema? Kwema. Nimesikia kama mtu anatembea, nikajua Hansi atakuwa amerudi. Hata mimi nimezisikia hizo. Hii itakuwa ni rahisi. Labda. Hamna kitu. Yaani huyo Hansi kama atarudi utamuona tu. Utakuja kuzua mabalaa mengine bure sasa hivi. Hebu ona usiku ulivyokuwa mkubwa. Twende ndani. Naneo, hebu wewe angalau hata unapumzika. Hivi unajua usiku una mambo mengi. Hebu lala. Lakini nimesikia kama mtu anatembea afu mlango unafunguliwa. Sio yeye. Kwanza hana kawaida ya kurudi usiku namna hiyo. Lala. Hansi, huu ni msala. Kwa tunafanyaje sasa? Hapa ni kutoroka tu. Tunatorokaje? Hivi wewe uone tukimwacha pale msala utaongezeka zaidi? Kaka, ni heri ya nusu shari kuliko shari kamili. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba tutoroke, kwa sababu tukirudi pale akituona kama sisi ndio tuliokuwa tunataka tumzike akiwa hai, huoni msala utaongezeka zaidi? Sikia, mara ya mwisho alikuwa chumbani kwangu, sawa? Kwa hakuna tunachokwepa. Turudi pale tumeshalikoroga tulinywe tu. Kwa Hansi, ukimkuta pale tunafanya? Kwanza inawezekana huu ni uoga wetu. Yule ameshakufa. Hujawahi kusikia maiti napiga chake? Hujawahi kusikia? Wewe unataka tukamfukie vipi? Kaka, hakuna namna. Sikia, tunarudi pale tunamfukia. Madebe akishajua kama mimi nimetembea na mke wake, vita yake sio ndogo. Wenzetu, kazetu. Hansi, kazetu, kazetu.
tumtafute mpaka tumpate. Shampata tunamaliza kupoteza ushahidi. Unasema Liazi? Mimi siwezi kufanya hicho kitu. Wewe unashaurije sasa? Tutafute namna nyingine ya kukabiliana na huu msala. Ndio useme sasa tunafanyaje sasa? Sikiliza Hansi. Kwanza acha Jazi. Sawa. Alafu ukishakuwa noma, tundoke zetu hapa tutaenda kujadiliana mbele kwa mbele. Sawa? Chukua mashuka. Kwa hiyo nini mimi siwezi kurudi nyumbani kwangu leo? Kwa unashauri tufanyaje? Tumtafute mpaka tumpate. Ile Hansi yule ameshazinduka na ndio maana ametoroka. Kwa atajua mwenyewe namna ya kufika nyumbani kwake. Hivi wewe uone kama akirudi nyumbani kwake matatizo yataongezeka? Kwa hiyo ukimpata tunamfanyaje? Tunapoteza ushahidi. Hansi. Sikiliza Hansi. Kwanza yule hawezi kukuhusisha kwa chochote kile. Juu unanielewa? Kwa sababu kwanza mume wake hataweza kumwelewa. Pili, itakuwa ni aibu kubwa kwa jamii nzima inayomzunguka. Sikiliza. Wewe leo usirudi nyumbani kwako mpaka kesho asubuhi. Ukiamka utawasha simu, utakutana na meseji za Chanel. Utachati naye, utamwambia kwamba utampigia simu, utamwambia kwamba jana umechelewa kurudi kwa sababu kulikuwa mchongo unafanya. Ndio unanielewa? Baada hapo katika mazungumzo yenu utajua kama Malinda amerudi kwake ama la. Na kama amerudi, nini kinaendelea huko? Kwa hiyo kutoka hapo tutajua nini kifuate. Isije kama unataka kuniuza rafiki yangu. Kwa sababu yeye hajakuona pale. Na Mama Linda hajui kama unahusika na chochote kile. Kwa hiyo unachukulia poa tu. Hansi, mimi sina sababu ya kukuuza. Kwa nini kuuza swaiba yangu? Na kama nisingekuwa nataka kukusaidia, nisingeshiriki kwa lolote kwenye hili swala. Sasa mimi alinihusu. Sikiliza. Kama uliamini kama naweza nikakusaidia, basi endelea kuniamini. Mimi nitakuwa nawe bega kwa bega mpaka tunaomaliza huu msala. Na mimi mshikaji wangu. Sasa. Ila ukijaribu kuniuza, hautaamini. Tuzetu. Subiri. Unatoka wapi saizi? Wanakuja. Wanakuja nani? Wanakuja. Nani wanakuja? Nani? Wanakuja. Nani wanakuja? Wale walioniteka wanakimbiza, wanataka kuniua. Kuteka? Kwa nini wakuteke? Sijui. Hebu ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Mimi nadhani kwanza tumshukuru Mungu amerudi. Cha pili, tungemwacha apumzike ili akili yake itulie. Alafu kesho kukikucha ataweza kujibu maswali yako yote vizuri. Na kingine, kwa sababu ulishawataarifu jeshi la polisi kwamba amepotea, mimi nadhani ungeenda kuambia kwamba amerudi. Kweli kabisa. Ni vizuri kuwapa taarifa polisi, sababu polisi hawajui kila. Lakini pia hatuwezi jua hao majambazi wamepanga kufanya nini usiku huu. Sawa, nimeelewa.
Ninyi nendeni mkapumzike. Mimi kesho ndo nitajua zipi mbichi, zipi mbivu. Babe. Yeah, hello. Nilitoka kidogo, kuna sehemu nilienda, lakini nitarudi leo. Sasa Ndiyo. Mama Linda vipi, amepatikana? Ndiyo, alirudi usiku wa manane. Anasema alikuwa wapi? Anadai kwamba alikuwa ametekwa. Alitekwa? Na nani? Anasema kwamba hawajui waliomteka. Okay, sawa. Mimi narudi muda sio mrefu hapa. Okay, babe, I'll be waiting for you. Sawa. I love you. Love you too, baby. Karibuni. Asante. Hapa ndo kwa Madebe? Ndiyo. Chumba chake iko hapa. Karibuni. Asante. Karibuni. Asante. Kwanza msala haujaisha na hauishi mpaka uishi. Hiyo unanielewa? Cha kuzingatia hapa, kuanzia sasa hivi, kuwa macho na masikio yache wazi, ili chochote kibaya ama kizuri kinachotokea uweze kukisikia na kukiona. Lakini pia jitahidi kujikausha ili usishtukiwe. Sawa. Na hili ni baina yangu mimi na wewe. Nikija kulisikia popote pale, najua ni wewe. Nisikilize Hansi. Kwanza mimi siwezi kukusaliti. Lakini pili, huu msala umeshakuwa unatuhusu wote.
chochote kibaya nitakachokifanya yatuhusu mimi na wewe. Sawa. Kingine, kuanzia leo usinishirikishe kwenye jambo lako lolote, liwe la shari ama la heri. Likikukuta pambana na hali yako. Waliokuteka na wafahamu? Hapana. Kipindi chote walichokuwa na wewe walikuwa wanazungumza mazungumzo gani na yanayohusu nini? Kusikia, sababu mimi nilikuwa naenda dukani, ndipo nikaona kuna watu wananifuatilia. Kutokana na hofu nilianguka na kupoteza fahamu, na mara zote hii hali ikinikuta huwa nachelewa sana kuzinduka. Kwa nimekuja kupata fahamu, ilikuwa tayari ni usiku. Pia na mimi hata na nafasi ya kuwatoroka. Ana hilo tatizo la kupoteza fahamu? Nakuaga nalo, lakini alimtokea mara kwa mara. Ni mara chache tu ndio alinamtokea. Anapoteza fahamu kwa muda mrefu kiasi hicho mpaka usiku wa manane? Inawezekana pia, kwa sababu kuna muda anazimia mpaka masaa 16. Kwa hiyo msipokuwa makini mnaweza mkajua amekufa. Ni kifafa? Wala haifanani na kitu. Unadhani kwa nini walikuteka na walikuwa wanataka nini kwako? Sifahamu. Kwanza siwajui na sikuweza kusikia chochote kile.
Safi. Babe, upo wapi? Kuna urudi? Narudi. Niko njiani. Vipi, kuna nini kinaendelea hapo nyumbani? Hamna kipya, ni Madebe na mke wake bado wanaendelea na uchunguzi. Uchunguzi? Uchunguzi wa nini? Mama Linda anadai kwamba alitekwa, kwa hiyo askari wamekuja asubuhi kumhoji. Akasemaje? Amesema juu aliyomteka na walimchimbia shimo wakataka kumzika. Kwa hiyo askari wamekuja, wanataka kwenda kuliona hilo shimo ili waendelee na uchunguzi. Sawa. Hakuna mtu yote alioniulizia hapo? Hapana. Sawa, sikia. Mimi narudi. Muda si mrefu hapo nyumbani. Sawa baby, usichelewe. Nimekumisi sana mpenzi. Okay. Love you. Isije kawa ananiuza udemu. Na mademu hawaaminiki kabisa. Vipi? Uko wapi? Nataka kujua uko wapi. Ili weje? Mzee Hans, huo wasiwasi wako huo utakufanya ushtukiwe, na ukishtukiwa mimi nakuruka futi 100. Yaani sijashiriki chochote na sina ninachojua. Kwani imekuwaje? Iko hivi. Inavyoonekana Mama Linda kuna namna amewapanga mapolisi na mume wake. Sasa hivi wametoka kwenye ile shimo wanarudi nyumbani. Sasa wewe rudi nyumbani na hakikisha unatulia, usije ukaharibu. Sawa. Lakini wasiwasi ndo akili. Ndio ukome kutembea na wake za watu. Utakuja kuuawa au ukaozee jela. Fala.
you okay? Yeah. Hebu niambie. Shida nini? Hakuna tatizo lolote mpenzi wangu. Ni uchovu tu na usingizi. Jana nilikuwa na kazi nzito sana. Pole. Pole kipenzi changu. Basi nenda kaoge, alafu naicha mimi nisafishe chumba. Nipange na vitu vizuri sawa? Sawa. Aya, winuki. Aya, fanya haraka ukaoge. Utaweza kupika leo? Ndio mume wangu, utaweza. Na kuna kitu chochote ambacho nakihitaji huko nikirudi nikuletee? Hapana. Kama ikitokea nitamwambia Sonia kama. Sasa hakuna kwenda mahali popote mpaka nitakaporudi. Umenielewa? Bwana Hans, kwema? Kwema. Pole kwa changamoto. Asante. Vipi, anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Mimi nilitaka nikwambie tu kwamba ila hawa waliomfanyia mke wangu nitakachowafanya hawataamini.